Kwa majina naitwa Samuel Paul Mzirai, ni meneja masoko kutoka kiwanda cha kutengeneza bidhaa za kibiolojia Kibaha, Tanzania Biotech Products Limited. Hiki ni kiwanda ambacho kinamilikiwa na serikali kwa 100% chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia Shirika la Taifa la Maendeleo, National Development Corporation NDC. Malengo ya kuanzishwa kwa kiwanda hiki yako makubwa ya aina mbili. Kwanza, katika swala zima la uboreshaji wa afya, lakini swala lingine ni katika kuboresha na kuinua kilimo nchini. Kwenye swala la afya, serikali imekuja na mkakati wa kupambana na mbu kwa kuondoa viluilui wa mbu katika mazalia yao, na serikali imekuja na dawa inaitwa viuadudu au tunaita biolarvicides kwa ajili ya kuua viluilui wa mbu katika maeneo yote ambayo mbu anaweza kuzaliana. Na bidhaa hizi ziko za aina mbili. Kuna mbu aina mbalimbali. Wapo mbu ambao wanaweza kuzaa kwenye maji masafi, lakini wapo mbu wanaweza kuzaa kwenye maji machafu. Kwa mbu ambao wanazaa kwenye maji masafi, ipo dawa inaitwa Bactivate. Bactivate yenyewe ni kwa ajili ya kupambana na mbu wanaozaa kwenye maji masafi. Maji masafi kama yapi? Tunajua kwamba majumbani tunaweza tukahifadhi maji kwenye mapipa au tunaweza tukawa na visima ambazo havijafunikwa. Kwa maeneo kama yale, mbu anaweza kutaga mayai na wakaendelea kuzaliana. Kwa hiyo ili uwe salama katika maeneo yako, aidha unatunza maji au hata una bustani, isiwe eneo la kuzaliana kwa mbu, basi unatumia hicho kiuadudu kinaitwa Bactivate. Lakini kama kwenye ni maji machafu kama mashimo ya choo, basi utatumia kiuadudu kinachoitwa Glyceref. Na hii tangu tumeanza kuuza 2017 imesaidia sana katika kupunguza kiwango cha malaria hapa nchini. Kabla ya bidhaa hii kuwepo sokoni, kiwango cha malaria kilikuwa 14.3%, lakini sasa tunavyozungumza kiwango cha malaria nchini ni 5.5%. Na lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kiwango kinakuwa sifuri ifikapo mwaka 2030. Kwa mapambano bado yanaendelea. Lakini tunayo dira ya maendeleo ya taifa, Tanzania Vision 2050, kwamba serikali imejiwekea malengo ya nchi kufika mwaka 2050 iwe katika kiwango gani cha maendeleo. Kwanza, kwenye eneo la kilimo ni kufanya mapinduzi makubwa kwenye swala zima la kilimo, kufanya kilimo kiwe cha kisasa. Lakini pia moja ya lengo la mkakati pia ni kuongeza umri wa kuishi wa Mtanzania. Na moja ya vitu ambavyo vinapunguza umri wa kuishi wa Mtanzania ni matumizi makubwa ya kemikali, na pia vitu ambavyo vinafanya pia kilimo kisiwe na tija pia ni matumizi makubwa ya kemikali. Kwa serikali imekuja sasa na mkakati wa kuzalisha bidhaa za kibiolojia ambazo sasa zitakuwa mbadala wa bidhaa za kemikali. Na hizo bidhaa, kuna bidhaa za kupambana na wadudu wadhurifu wa mazao ambao tunaita pesticide, lakini sasa ni biopesticide ambao ni viuatilifu vya kibiolojia, na hapa tunacho kinaitwa Thuricef 24. Kiuatilifu hiki kinatengenezwa kutokana na bakteria rafiki na kinapambana na wadudu wote wanaotafuna, wanaotoboa majani, wanaotoboa matunda, lakini kikiwa ni kiuatilifu cha kibiolojia. Maana yake nini? Maana yake hakina madhara kwa mkulima mwenyewe, hakina madhara kwa mlaji, wala hakina madhara kwenye mazingira. Kwenye mazingira kuna viumbe wengi rafiki ambao wanahitajika kwenye mazingira. Kwa mfano, tuna bakteria rafiki ambao kazi yao ni kufanya udongo uwe na rutuba. Sasa unapotumia kemikali, wale bakteria rafiki unawaua. Kwa hiyo unaathiri udongo, kwa hiyo udongo unakuwa hauna afya, unakuwa udongo mfu kiasi kwamba hata ukipanda mazao hayakui. Lakini kwa kutumia bidhaa kama hizi za kibiolojia ni kwamba wale wadudu huwezi kuwaua, kwa hiyo unaendelea kuboresha afya ya udongo. Lakini hata maji, kwenye malengo yale ya milenia ile inaitwa Strategic Development Goals, moja ya lengo la ile Strategic Development Goals ni kulinda mazingira na kuboresha maji. Sasa unapotumia kemikali
zile kemikali zinaweza zikaingia chini ya ardhi zikaathiri maji, kwa watu wakanywa maji wakaathirika na kemikali bila wenyewe kujua. Kwa hiyo pia unapunguza umri wao wa kuishi. Ndio maana kwenye maeneo ambayo kuna kemikali nyingi yako magonjwa mengi yasiyoambukiza, kama magonjwa kama kansa ambayo yanaathiri umri wa kuishi wa Tanzania. Kwa hiyo unapotumia hizi biological product, athari kama hizo hamna, kwa hiyo unaboresha umri wa kuishi wa Tanzania. Na sasa hivi tunavyozungumza, kiwanda kiko kwenye taratibu, kimeshaanza kuzalisha mbolea hai, na hizi mbolea hai ziko kwenye hatua ya kusajiliwa tayari, tumeshapeleka kwa wenzetu wanaitwa TFRA. Na hizi mbolea hai zitakuwa za aina mbili, kutakuwa na ya kupandia na nyingine ya kukuzia, ambazo zote pia ni bidhaa za kibiolojia. Kwa hiyo tunategemea kwamba mwaka huu kabla hujaisha, mbolea hizi zitakuwa sokoni ili kuleta mapinduzi makubwa katika eneo la kilimo na kuendana na dhana ile ya serikali ya kuwa na ile dira ya maendeleo ya 2050. Mimi naitwa Pili Abasi, ni Senior Sales Officer kutoka kiwanda cha Tanzania Biotech Product Limited. Kwa maelezo zaidi kuhusu bidhaa au kwa yote ambaye atahitaji bidhaa, anaweza kufika kiwandani pale Kibaha, na kama itamuia ngumu kufika kiwandani Kibaha, anaweza akapata bidhaa katika ofisi za NDC zilizoko Posta, mtaa wa Kivukoni na Ohio. Aidha, anaweza kutupigia simu kwa namba zifuatazo: 0733 770 770. Namba nyingine ni 0672 770 770. Pia kuna namba nyingine ni 0768 710 770. Tunawakaribisha wananchi wote kupata elimu ya bidhaa hizi za kibiolojia ambazo hazina kemikali. Karibuni sana.